Je, sauti yangu inapasua anga vilivyo hapa ulipo mtazamaji wa BG Online TV. Leo ni tariki 10 Machi 2025, ikiwa ni siku ya Ijumaa tatu. Na kutakia mwanzo wa wiki mzuri mtazamaji wetu popote pale ambapo unaendelea kupatikana. Bado hujachelewa kuweza kusubscribe kwenye channel yako pendwa ambayo ni BG Online TV, ambayo inakuletea habari za ukweli na uhakika kwenye saa na dakika. Mtazamaji, leo tumekuletea habari moto zikitoka kwenye uwanja wa vita. Miongoni mwa habari hizo tutaweza kujuza ukweli kuhusu habari za M23 kuondoka paka Manyola. Vile pia tutakujuza na habari zingine ambako uongozi wa kundi la wazalendo liitwao Kifuafua tarafani Walikale jimboni Kivu Kaskazini wakanusha habari zao za kujiunga na M23, na huku wakisema kwamba wataendelea kupambana nao hadi mwisho. Mtazamaji, vile pia kwenye habari hizi za leo utaweza kufahamu sababu kuu ya milio ya risasi ambayo iliweza kusikika kwa wingi Jumapili tariki 9 Machi 2025 ndani ya mji wa Uvira. Kwa kutaka kuwa napata habari zetu nyingi mtazamaji wa BG Online TV, naomba uweze kwanza kugusa kwenye alama kikengele kwenye chaneli yako ya BG Online TV. Naam, mtazamaji, wacha sasa tuanze habari zenyewe na habari hizi za mji wa Uvira ambako milio mingi ya risasi imepigwa mwishoni mwa wiki ya tarehe 9 Machi 2025 muda wa usiku. Magaidi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda waendelea kushindwa kudhibiti tarafani Uvira na tarafani Fizi licha ya jitihada zao za udanganyifu wanazoendelea kutumia kufanikisha mpango wao haramu. Serikali ya mji wa Uvira, mji ambao kwa sasa ni mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, imesema milio hiyo ya risasi iliyosikika kwa wingi tariki 9 Machi 2025 ilikuwa ni vyombo vya usalama ambavyo vilikuwa na kabiliana na makundi ya haramu ya wezi wanaoendesha uhalifu kwa kutumia silaha. Jumatatu hii ya tarehe 10 Machi 2025, uongozi wa mji wa Uvira umewataka raia kuendelea na shughuli zao kama ipasavyo, huku ukihakikisha kuzidisha ulinzi mjini humo. Kwa taarifa hizo mtazamaji, raia wa Uvira walikuwa na wasiwasi mkubwa baada ya kusikika kwamba M23 wameondoka paka Manyola, na hivyo walikuwa wakitia mawazo kwamba huenda labda sasa itakuwa ni zamu ya kuja kushambulia ndani ya mji wa Uvira. Mawazo ambayo ilikuwa ni potovu, maana vikosi vyote vya wazalendo vinapatikana katika eneo hilo na kwenye milima ya Fizi Mwenga kwa kulinda vema usalama. Kama tulivyo kujuza kwamba mambo ya vita yanakuwa na habari zinazogeuka sana dakika mtazamaji, na usishangai tumekuambia kwamba M23 wamerejea paka Manyola mara tena, ndipo sasa tumekuja na ukweli mwingine kuhusu habari hizi. Wanajeshi wa M23 wameshuhudiwa asubuhi ya Jumapili tariki 9 Machi 2025 kuondoka eneo hilo la Kamanyola, ila kisha masaa kadhaa walionekana wakitembea mmoja katika eneo hilo. Habari ambazo tulizo nazo kwa sasa hivi ni kuwa muda wote ambao M23 walikuwa waonekani paka Manyola, walikuwa wakijielekeza sehemu kadhaa kuchukua mavazi ya kijeshi yanayofanana na jeshi la taifa FARDC. Mtazamaji, kuhusu habari hizo bado tuendelea kufuatilia ili kujua ukweli wa kuondoka kwa M23 kwa muda paka Manyola, maana BG Online TV ipo kwa ajili ya kukupa habari zenye uhakika. Sasa hivi M23 wamegunduliwa kuwa na mfumo wa kuondoka sehemu na baadaye wanarudia, kwani hali hiyo imeshuhudiwa pia Pabagira na Panzi Jumamosi ya tarehe 8 Machi 2025 mjini Bukavu. Mtazamaji, tusubiri tuone kitakachoendelea, ila ni kujuzi ya kwamba M23 wamekabwa shingoni, maana katika eneo la tarafa la Fizi na Uvira hawana nafasi ya kuvuka. Wacha sasa tukamilishe habari zetu za leo mtazamaji, na habari hizi za kukanushwa kwa kujiunga kwa kundi la wazalendo Kifuafua kwa M23.
Wazalendo wa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wa Fizi, Uvira, wazidi kuvuruga mpango wa M23, na hivyo M23 wanakuwa kibuni makundi ya uongo kwa majina ya watu fulani na vikundi ili kuvunja umoja ulio na wazalendo. Kwa sasa kuko kundi la wazalendo kifuafua ambalo lisilo la ukweli tarafani Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini, kwenye mpaka na Kisangani, ambao wamesema wamejiunga na M23 na ikiwa ni uongo mtupu. Mtazamaji, wafuate hapa kundi hilo la uongo ambalo lilijiweka kwa jina la kifuafua na kudai kwamba wameweza kujiunga na M23, wakati uongozi wa kifuafua kundi hilo la wazalendo wamekanusha habari hizo. Basi wafuate hapa hawa waongo na baadaye utafuata ukweli wa kuhusu habari hizo za kujiunga kundi hilo la wazalendo la kifuafua. De la résistance, FCR en sigle, bureau politique. Déclaration politique numéro 002/FCR/BP/2025 portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, les détournements, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants de l'Est et les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vu la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous en fait de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC-R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin
porte-parole. Kisha habari hizo za uongo kuzagaa, uongozi wa kundi hilo la kifuafua alikuikaa kimya na kuhakikisha taarifa hizo, huku wakihakikisha kwamba bado wapo kwenye msimamo wao wa kuwapiga M23 licha ya kwenda wanachukua makundi mengine ya kwa majina yao, na baadaye wao waweze kuonekana kwamba nguvu zao zimekwisha na kuvunja wazalendo ambao wanapatikana sehemu nyingine nguvu, ila wao wataendelea kupambana nao na kuwafikisha mwisho. Mtazamaji, wafuate hapa uongozi wa kundi hilo la wazalendo kifuafua wakiweza kukanusha habari hizo. Quel est le nom de notre mouvement politico-militaire? Mai Mai Kifuafua est entendu dans leur fameux communiqué numéro 00/FCR/PP 17 mars 2025 que nous rejetons en bloc. Le Mai Mai Kifuafua, c'est un ancien mouvement politico-militaire créé le 15 mars 1995 en territoire de Walikale dans le but de lutter contre toute agression étrangère en protégeant la population et ses biens. Citer Mai Mai Kifuafua dans cette médiocrité et clientélisme du FPP/AP du général Kabidon, c'est vouloir ternir l'image de notre mouvement qui milite pour la défense de la patrie congolaise et qui soutient toutes les institutions légalement établies. Nous sommes déterminés et restons loyaux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de mettre hors d'état de nuire les M23 AFC. La fameuse déclaration infondée du général Kabidon contre son peuple, c'est une haute trahison et une façon de se moquer contre les sangs de milliers de nos compatriotes congolais tués par ces agresseurs rwandais. Le Mai Mai Kifuafua lance un appel solennel à notre compatriote, le général Kabidon et ses compagnons, de revenir à la raison et de ne pas oser à tourner les canaux contre sa propre population. Demandons à d'autres compatriotes wazalendo partout où ils sont de ne pas céder aux sollicitations et manipulations des ennemis de la population congolaise. Quoi qu'il arrive, notre devise reste et restera ne jamais trahir le Congo. Fête à Hombo le 9 mars 2025. Shukuru Bulenda Lik, général-major, commandant mouvement Mai Mai Kifuafua, et c'est le porte-parole qui lit le communiqué. Mtazamaji wetu, tunathamini sana kwa kuungana nasi muda wote huu, na mimi umenufaika vya kutosha.